hali ya saizi ndugu zangu, natumani ni wazima. Mimi nataka tu niulize kitu, kabisa. Kwa wema, tunauliza kwa wema. Kwa nini Waislamu wakiwa wanafanya ibada zao, hakuna Mkristo anaenda kuwasumbua kwamba zimeni vipaza sauti vyenu, zimeni azana yenu, wacha kutupigia kelele mara tumelala? Hakuna Mkristo anayetoka na kwenda kuwasumbua. Wanafanya ibada zao, wanapiga azana yao kabisa bila tatizo lolote. Hakuna Mkristo anaenda kuwasumbua. Sasa Mkristo tu afungue tu kaibada, awe na kamkesha. Waislamu nakuja juu, mnaleta fujo kila mara, mnaleta fujo. Hebu niambie, kipi kinachosababisha mlete fujo? Kitu gani kinachopelekea mlete fujo Waislamu? Nyinyi mkiwa mnafanya ibada, hakuna Mkristo anayekuja kuwasumbua, ila Wakristo wakiwa wanafanya ibada mnakuja kuwasumbua. Mnakuja sumbua, si mnatupigia makelele, si mna nini? Kwani nyinyi azana zile mnazopiga sio makelele? Azana mnazopiga sio makelele? Mtu asubuhi kabisa amelala ile alfajiri kabisa, unashangaa azana inalia mpaka unakosa usingizi kabisa. Azana inalia unakosa usingizi. Lakini sasa Wakristo, yani tuweke hata kaspika kidogo hapo, tuanze kufanya ibada, na sisi mnakuja mnatusumbua, mnatuletea fujo kabisa, tunashindwa. Hebu naombeni, mnasema kipi kinachopelekea nyinyi mkiwa mnafanya ibada Wakristo hawawasumbui, lakini nyinyi Wakristo wakiwa wanafanya ibada mnaenda kuwasumbua? Na maana ya Uislamu ni amani. Sasa kama ni amani, kwa nini mnaleta fujo? Nasema hivi kwa sababu mahali fulani nilikuwa nahubiri Injili. Nilipokuwa nahubiri Injili, Waislamu wakaja kuniwakia, wakaleta fujo kweli, wakaleta fujo, mpaka wakaribia flash, wakachomoa flash kwenye spika yangu, wakaondoka nayo. Sasa mimi nataka niwaulize jamani, kwa wema, tuambieni, kwa nini mnapenda fujo? Waislamu, kwa nini mnapenda fujo? Sasa sijajua kwamba Mungu wenu ni wa fujo, sijui, lakini kama Uislamu ni amani, kwa nini hamtaki kuwa na amani? Hata neno la Mungu linasema jitahidi kuwa na amani na watu wote, na umpende jirani yako kama nafsi yako. Sisi Wakristo ni majirani zenu, inatakiwa tuishi kwa upendo. Waislamu tupendane, Wakristo tupendane, tuishi kwa upendo. Sasa hizi fujo zinatoka wapi? Mtu akitaka kwanza, yani Tanzania, uzuri wa Tanzania, kila mtu ana uhuru wa kuabudu mahali popote anapofika, anaabudu. Nyinyi mkao mnapiga azana hamsumbuliwi, lakini tu kidogo tu mtumishi wa Mungu amesimama barabarani, ameweka kasipiki kake, anaanza kuhubiri, mnaleta fujo. Waislamu, naombeni mjirekebishe katika hilo eneo. Fanyeni ibada kwa amani yenu, fanyeni ibada. Nyinyi mkishamaliza ibada, waacheni na ndugu zenu, na sisi tufanye ibada. Maana sheria kwa Muislamu anapofanya ibada, mahali popote anapofika, muda wa ibada ukifika, anatakiwa afanye ibada. Hata kama akiwa analima, anatakiwa afanye ibada. Akishasikia azana, muda wa ibada ukifika, anafanyaje? Anapiga magoti, anaswali, anamaliza pale, anaendelea na kazi zake. Hata kama ni biashara, anafunga, anaenda kuswali. Yani ibada kwa Muislamu ni mahali popote pale, muda wa ibada ukifika, anafanya ibada. Kama ni kwenye biashara yako unafanya ibada, mahali popote unafanya ibada. Kuna wengine kwenye vituo vya mabasi, muda ukifika kuswali, wanafanya ibada zao, anatandika kanani kake hapo, anaswali safi kabisa bila nani. Lakini sasa Mkristo aanze kufanya ibada yake, mnamsumbua, mnaleta usumbufu. Jamani Waislamu, naombeni mjirekebishe. Kama Mungu mnayemwabudu, sidhani kama ndo anawaagiza kuleta fujo, kuwasumbua watu wengine, sio sawa. Naombeni Waislamu mjirekebishe kabisa.
Unapofanya ibada, fanya ibada kwa amani yako, na mwenzako anapofanya ibada, mwache afanye ibada, mwache afanye ibada. Yani mnaleta fujo, yani wameniletea fujo, wameniletea fujo mpaka basi. Sasa unajiuliza hawa watu hawa kinachopelekea walete fujo ni nini? Wanaleta fujo wakataka kuondoka na spika yangu, wakabeba spika yangu wanataka kuondoka nayo, wakachomoa flash wakaondoka nayo. Waislamu wakachomoa flash wakaondoka nayo. Hapo mnasema Uislamu ni amani. Amani ipi? Amani ipi ndugu zangu? Amani ipi? Amani ipi ndugu zangu? Jitahidini kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tuishi kwa upendo. Tuishi kwa upendo, tuache chuki. Tuache chuki jamani. Mbinguni hatutakuta dini, hatutakuta madhehebu. Mbinguni wataenda watu walio safi, sawa sawa na Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona nani? Watamwona Mungu. Wenye moyo safi watamwona nani? Watamwona Mungu. Sio wenye dini safi. Unaweza kuwa na dini bado usiende mbinguni, usiende peponi. Unaposikia kule wanaenda wasafi, waliojitakasa, waliooshwa, waliosafishwa, waliacha dhambi, ambao hawakuwa na makandokando ndani yao, ndio watakayemwona Mungu, sio wenye dini. Kasi ya nini wa dini tuchukiane? Dini kwa dini tuchukiane mpaka inafika hatua tunakuhusiana amani. Mtu anapofanya ibada, mwache afanye ibada, malizi aondoke zake, imradi tu hatukani. Mtu hatukani, anafanya ibada kwa amani tu, unamwachishia fujo. Jamani, naombeni Waislamu mjirekebishe. Huu ni ujumbe wenu kwenu, mjirekebishe. Asanteni sana, na Mungu wa mbinguni abariki sana. Mbinguni hatuendi na dini, mbinguni tunaenda na utakatifu.